Let's tomorrow take this trophy home. Ninawaahidi wanayanga, nitaanzisha mchakato wa kujenga uwanja Yanga. Unajua siwaoni. Of course timu yao bado ni checheme. Kwa Young Africa ni ukweli ambao upo wazi kabisa kwamba sasa hivi Young Africa walivyoanza msimu sio Young Africa ya sasa hivi. Asiyetarajiwa kayafanya yasiyotarajiwa. Utambulisho wake ulimaanisha kubadilisha enzi na kujenga falme mpya mpira miguu. Mjenzi aliacha kujenga majengo kama kujenga historia ndani ya klabu ya kihistoria iliyobeba makombe mengi zaidi na timu ya kwanza kucheza robo fainali ya kombe la klabu bingwa barani Afrika mwaka 1969. Leo sio kama mwanzo, wanasema amechemsha, ila wengine wanasema ameamka. Safari yake ni nzito kuelewa, lazima turudi mwanzo kabisa. Maisha yake ni adventure tosha. Vipi kama nami nakusimulia safari ya Engineer ndani ya kikosi cha Young Africans, huku nikikupeleka chemka ili tujue Engineer ndani ya kikosi cha Young Africans amechemsha au amechemka. Uko tayari? Twende chemka tukimjua Engineer na Yanga yake. Benzetu chemka. Ni kama mimi ninavyoanza safari ya kutoka Moshi mjini maeneo ya Soweto kwenda Chemka, ndivyo safari ya Engineer pale Yanga ilivyoanza mwaka 2022 Julai 9, siku ya Jumamosi, baada ya wanachama wa Yanga kumpitisha kuwa rais wa klabu hiyo aliyetangazwa na mwenyekiti wa kamati ya uchaguzi wakili Adi Mchungaila. Hiyo siku mpira ulishinda na mwanzo wa Yanga mpya ulianza. Kama nitakwambia huu mwanzo ulikuwa bahati mbaya, nitakuwa nimekukosea sana. Engineer kuingia Yanga ilikuwa ni kama mcheza draft anayejua kete ijayo nitaiweka wapi kwenye ubora wa Simba. Kwa nyakati hizo kulikuwa na Yanga ya kuzungusha bakuli, Yanga iliyokuwa na umaskini wa hali ya juu sana, chini ya Daktari Mshindo Mbete Msola na makamu mwenyekiti wa klabu hiyo Frederick Lugano Mwakalebela. Wakaanzisha harambee ya changia Yanga, kwani hali ilikuwa ni mbaya sana. Toa ndugu ulicho nacho ukawa wimbo pendwa pale Jangwani, huku Simba wakipeta. Hapa mambo yamechemka. Swali ni je, JSM aliingiaje Yanga? Ukaribu wa mbunge Antonio Mavunde na mtangazaji Maulidi Kitenge ukawa njia kama sehemu ya kuisaidia Yanga. Maulidi Baraka wa Kitenge, mtoto wa mchezaji wa zamani wa Yanga, alimwambia Mavunde juu ya uwezekano wa JSM kuisaidia Yanga, kwani huko nyuma JSM aliwahi kuisaidia Majimaji japo msaada ulienda na maji. Mavunde akasema sawa. Wazo likafika mikononi mwa Msola ambaye hakuwa na ukaribu na Kitenge, mwana wa mjini. Akasema msijali, mimi nipo, niache kila kitu. Binafsi sijui Kitenge na JSM alijuanaje, lakini jua lilipochomoza asubuhi tu, mwenyekiti wa Yanga mzee Msola, mbunge na mwanachama wa Yanga Mavunde sawa na Kitenge walikuwa na kikao kizito. Kikao hicho kilikuwa ni maadhimio ya kuisaidia Yanga kifedha, lakini kilikuwa ni njia kuu ya kuingia kwa JSM pale Jangwani. Kwa kuwa mhandisi Eris alikuwa ni mkurugenzi wa uwekezaji wa JSM, mipango yote ya uwekezaji Yanga ilikuwa chini yake, na mgongo huo ndoa ya JSM na Yanga ikatuzalia Engineer. Wasiojulikana wapo na kila mmoja ana historia yake. Engineer sio kama ni mtu asiyejulikana, ana historia yake. Swali ni je, ametokea wapi? Ni kama sisi tunavyoelekea Chemka na mtu anakuuliza hapa tumefika wapi? Hapa tumefika kwa Sadara. Kutokea Moshi mjini hadi kwa Sadara ni kilomita 35 na kutokea kwa Sadara hadi Chemka ni kilomita 20. Sorry. Swali ni je, Engineer ametokea wapi? Chukua chungu alafu tuendelee na safari. Alizaliwa kwenye ardhi ya jua kali na upepo wa savana mkoani Dodoma tarehe 27 Julai mwaka 1984, mahali palipompa chemichemi ya mwanzo wa safari yake. Tangu utotoni
Nuru ya kiu ya elimu iling'ara machoni mwake. Akaanza safari yake, safari ya maarifa katika shule ya msingi Kisarawe mkoani Pwani, ambapo alijenga msingi imara wa taaluma na nidhamu. Alipokuwa hatua zake zilimpeleka katika viunga vya elimu ya sekondari katika shule ya Ijra Seminari Dodoma. Hapo akili yake ikachanua zaidi, ikapalilia ndoto zake kwa bidii na ari ya kujituma. Ndipo alipoanza kuonyesha dalili za kuwa si mtu wa kawaida, bali ni mbegu ya uongozi na ubunifu. Safari yake ya kitaaluma ilipata mwelekeo mahususi alipojiunga na chuo cha teknolojia cha Dar es Salaam DIT, ambapo alijikita katika taaluma ya uhandisi wa ujenzi, civil engineering. Hapo ndipo alipojenga si tu majengo ya kinadharia, bali msingi wa taaluma yake, akahitimu stashahada ya juu na shahada ya mafanikio. Lakini kiu yake ya maarifa ikuishia hapo. Akawa na mtazamo mpya duniani. Alisafiri na kuvuka mipaka ya nchi, akajifunza masomo ya uzamili katika fani ya mawasiliano telecommunication nchini Afrika Kusini, na baadaye akajikita katika sekta ya mafuta oil and gas nchini Uingereza. Kila hatua iliyopiga iliongeza tabaka lingine la uelewa na uweledi katika hazina yake ya maarifa. Katika mwelekeo wa kujinoa, mnamo Juni mwaka 2025 alifanikiwa kuhitimu kozi maalum ya Business of Entertainment, Media and Sports Executive katika chuo kikuu cha Auburn, Marekani, hatua iliyodhihirisha wazi azima yake ya kuunganisha taaluma, biashara na michezo kwa upeo wa kimataifa. Kutoka kuwa mkurugenzi wa uwekezaji ndani ya GSM hadi kuwa rais wa Young Africans sio njia nyepesi kama kutoka Moshi kwenda Chemka. Aliwezaje kuwa rais wa Young Africans? Ili swali tutalijibu kwenye episode ya pili.